Na mtazamaji wa Global TV Online, hii ni Corner Kick. Mimi naitwa Mo Hussein, karibu sana. Na Corner Kick ni kipindi ambacho tunapata fursa ya kuzungumza na wachambuzi mbalimbali wa soka hapa nchini. Kwa hiyo karibu sana. Mimi naitwa Mo Hussein na leo tutakuwa na Godilizen Muro, lakini kizazi kipya Sistinho Martin, lakini vile vile kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini vile vile mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Simba, Boniface Pawasa. Kwa hiyo wao tutakuja kuzungumza nao kwenye kona zetu 4 ambazo nimekuandalia siku ya leo. Karibu sana. Na kona yetu ya kwanza inaenda mitaa ya Twiga na Jangwani hapo kwenye klabu ya Yanga. Kumekuwa na maneno mengi kuhusiana na uwezo ama jinsi Yanga wanavyocheza chini ya kocha Romain Folz. Kwa hiyo mashabiki wamekuwa wanaona kama kocha atoshelezi. Mimi moja kwa moja napata fursa ya kuzungumza na Godilizen Muro, mchambuzi wa soka hapa nchini. Pengine yeye ana mtazamo gani? Mwalimu ana mapungufu gani pengine inapelekea mashabiki kusema hivi, au mwalimu anahitaji muda zaidi ili kuiona Yanga kama ile Yanga ambayo imezoeleka? Godilizen Muro, pengine wewe una mtazamo gani kuhusiana na hichi ambacho mashabiki wanakizungumza? Karibu sana Godilizen Muro. Kuhusu issue ya Romain Folz, kocha wa Young Africans, yes, imekuwa kuna hisia mseto kuhusiana na kinachoendelea kwenye namna yake ya uchezaji ndani ya kiwanja. Kwa maana ya ukosoaji umekuwa ni kuendana na kile ambacho haionekani kuwa ni mfumo ambao watu wamezoea kuona kwa Young Africans. Sasa kuna tofauti kati ya mazoea na ambacho kipo halisia katika wakati husika. Inawezekana katika wakati husika uhalisia ni kwamba Yanga imefanya mabadiliko makubwa ya wachezaji muhimu kwenye maeneo nyeti, na katika ile process ya kuendelea kuyatibu yale maeneo ambayo wameondoka wachezaji nguli, kwa mfano Aucho kwenye eneo la center back, Azizi Ki central midfielder kwa maana ya kiungo mkabaji eneo la katikati, Azizi Ki kwenye eneo namba 10. Inaweza kuwa ni maeneo mawili tu ukiwatoa kina Msonda na kadhalika, lakini yakawa ni maeneo nyeti sana ambayo yalikuwa yanatengeneza mtiririko wa kitimu moja kwa moja. Kwa hiyo katika hayo utaona mwalimu anapitia ukosoaji kwa sababu kuna maeneo nyeti yanaweza kuwa bado hayajaguswa kwa kiasi kikubwa kuanza kuleta matokeo. Na ndio maana unaona eneo leo anacheza Aucho zimeshafanyika testing za kutosha tu. Leo Ndambwile yuko, Dukabuya yuko, Mudathiri yuko, Lasin Kouma na kadhalika. Lakini eneo la Azizi Ki tu pale wanashatestiwa wachezaji wengi sana. Mechi ya dabi ya Simba na Yanga alicheza Mudathiri namba 10. Yes, baada ya hapo kuna mechi anacheza Dumbia, kuna baadhi ya mechi anacheza Lasin Kouma, kuna baadhi ya mechi wanapishana hapo ndani watu eneo la juu kina Pacom kina Max. So ni kitu ambacho huwezi ukaenda kumkosoa moja kwa moja. Coaching ni process bro. Mimi nimewahi kupita katika nyakati tofauti ya kujifunza kwenye maeneo haya. Coaching sio kitu ambacho kinakuja tu overnight kwamba dakika 2 kitatokea. Inawezekana kweli ikawa ni ngumu, amepitia wakati mgumu ambao wananchi hawavumilii kwa sasa. Hawavumilii sana kile kinachoonekana kwamba kinapikwa. Wanatamani matokeo yaonekane haraka. Hapa ndipo ambapo mwalimu anaingia sasa kwenye mtego huo, lakini inawezekana kwa sababu anapata matokeo, na hata alipopata sare jana ndo watu waliendelea kusimenti mawazo yao. Lakini mimi bado naona kundi la wachezaji karibia 11 umeliingiza jipya kwenye kikosi, na wengine wana gharama kubwa. Si rahisi sana viongozi kuona wanakaa bench. Hapa ndipo ambapo mwalimu anaingia kwenye mtego, either kuwatumia tu players kwa sababu wameingia kwa gharama kubwa, ama kuamini alichokifanya yeye. Ndio maana mchezo wa dabi wachezaji walioanza wote walikuwa ni wote wa msimu uliopita. Lakini baada ya hapo angalia ameanza kuingia kwenye mtego wa kama kuridhisha watu kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana ni gharama kubwa. Lakini mimi binafsi sioni kama anapaswa kuingia kwenye ukosoaji kwa sababu ndio kwanza msimu unaanza. Hakuna hata game 10 alizozicheza consecutively. Sana sana utaona ndio hizo za ligi 2, Champions League 2, ya ngao ya jamii kama unakumbuka moja, labda na ile siku ya mwananchi kwa maana ya Bandari. Lakini game za ushindani hapo utaona sana zilikuwa ni game 5 tu kuanzia ngao mpaka hapo. So sioni kama ni wakati sahihi sana wa kuanza kuingia kwenye ukosoaji mkubwa. Inawezekana labda ndani ya mechi 10 za mwanzo ikawa ni jambo la busara zaidi kuanza kufanya tathmini yao.
Asante sana Godilizen Muro kwa uchambuzi huo mujarab kabisa na kwa kutupa takwimu pia kuhusiana na Romain Folz. Kwa hiyo pengine mashabiki kiu yao imekatika. Pengine wamekusikia, itazidi kupunguza yale maneno ambayo yanazungumzwa na mashabiki hapa nchini. Kwa sasa tunaungana na kocha Boniface Pawasa, lakini vile vile alishawahi kuhudumu kama mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini kwa kipindi tofauti akiwa na kikosi cha Simba Sport Club akiwa kama mchezaji. Kwa taaluma yake ya ukocha, pengine inachukua muda gani ili mwalimu aweze kuingiza mifumo yake na tuione timu ikicheza kimfumo zaidi au kwa uzuri zaidi, kama wananchi wa Yanga wanavyoamini kwamba timu yao ni bora na wachezaji bora, kwa hiyo wanastahili kucheza vizuri. Wewe unazungumziaje kuhusiana hili swala ambalo linaendelea kwenye klabu ya Yanga? Karibu sana kocha Boniface Pawasa, karibu sana. Mimi sitakuwa katika ushabiki. Mimi kiufundi nizungumze hivi. Kujenga kwa timu kunahitaji mpaka kuanzia miezi mitatu ili timu iweze kuimara, lakini Yanga ni timu ambayo ilikuwa iko pamoja, idadi kubwa ya wachezaji walikuwa wako pamoja kutoka miaka miwili nafikiri. Na hichi kinachotokea sasa hivi ni kwa sababu ya kuclaim, yaani kuwa na mazoea ambayo walikuwa nayo. Timu yao inacheza possession, inamiliki mpira, inapata matokeo, lakini bado ilikuwa ina uwezo kumiliki mpira. Mimi ninachokiona sasa hivi ni kwamba hawapati ile ladha au rhythm ya kuweza kumiliki mpira kutokana na falsafa ya mwalimu. Nitarudi pale kwenye falsafa. Mimi nitasimama kiufundi zaidi kwenye falsafa, kwa maana ndio tactically and technically ambayo ndio mission ya makocha wengi sasa hivi. Nitakwambia kitu kimoja kwamba kwanza mimi binafsi ukiniuliza ni nani ana changamoto, nitakwambia ni makocha, viongozi wa Yanga. Siwasemi kwa ubaya kwamba wamekuwa watu ambao wanapambana kuitengeneza timu, kununua wachezaji wazuri na kuweza kutimiza ndoto zao, objectives zao. Lakini nitakwambia kwenye hili wao wanaweza wakahusika, kwa sababu mwishoni mwa ligi wakati inakwenda kuisha, wao walikuwa wameshaanza kufanya registration, wameanza kufanya recruitment ya wachezaji kabla hawajapata kujua falsafa ya mwalimu. So mwalimu amekuja kutaka kuintroduce falsafa yake, na muona mwalimu ana in and out. Hii yote akijaribu kutengeneza, kutafuta ni nani atafit kwenye mfumo wake, kwenye falsafa yake, kwenye position fulani. So unaona kinachoendelea ni kwamba ni mshtuko kwa wanayanga kuona Max leo anatoka, mshtuko kwa wanayanga kuona Pacome anaingia. Hii ni kutokana na mahitaji ya service ya mfumo anaotaka yeye timu icheze. Kwa hiyo anakuwa akijaribu, tulikuwa nani anakuwa anamuamini Ndambwile. Lakini leo hii tangu amekuja kwa mwalimu, tangu ligi imeanza, Ndambwile amekuwa one of the best player, very marvelous performance, brilliantly. Kila mtu amekuwa surprise. Lakini hii yote ndio nakwambia kutokana na utekelezaji wa majukumu kwenye nafasi husika, kutokana na aina ya mfumo wake. Nani anafanya wajibu wake wakati timu ina mpira, transition haina mpira, anakuwepo wapi, katika eneo gani, sehemu gani. Tunasema kuna 5Ws ambazo hizo zote mwalimu inawezekana akawa anapita humo kujaribu kujiridhisha kwamba huyu nafikiri ni complete player on this position. Kwa hiyo amekuwa na in and out, ingia toka, jaribu huyu, jaribu yule. Ndio kitu ambacho sasa inakosa timu, inajikuta inakosa rhythm kwa sababu ya maingizo ya wachezaji wageni, lakini vile vile na aina ya introduction ya falsafa. Cha kwanza unapoingia kwenye timu mpya, cha kwanza huwa mwalimu anatumia takriban wiki 2 mpaka 3 kujaribu kumjua personal behavior za mchezaji. Yaani mchezaji huyu ana tabia ya uvivu, mchezaji huyu ni work rate, huyu ni mfanyakazi work rate. Tunasema tuna driver, kuna watu 5 ambao hao wenyewe tunawatumia kwenye tactical au kwenye namna gani kuweza kumuidentify mchezaji. Kuna yule mchezaji driver ambao yeye hutaka kila siku tu wao wasonge mbele, timu iperform, timu ipate matokeo. Kuna passenger, yeye hukaa kila siku kutaka yeye kuweza kuwa, yani yeye anategemea timu ipate matokeo, na yeye awemo kwenye group la sifa na nini, yani yeye ni msindikizaji. Kwa hiyo yeye ni lazy kuelewa au kumuelewa mwalimu falsafa yake, anachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo wao ni watu tunaita passengers. Lakini vile vile tunao aina fulani ya watu ambao tunawaita
tuseme ni work rate. Yani hawa ni wenyewe wamezaliwa automatically kujituma. Yani kujituma, inawezekana hasiwe na fundi sana, lakini automatically wamezaliwa kujituma. Ndio kwa mnaona kama mtu kama Ndambwile sio fundi sana, sio technician sana, lakini unamuona vile anavyofanya kazi yake, anajitoa, anapambana nafasi, anaipambania nafasi. Kwa hiyo mimi niseme tu ni muda ambao mwalimu nafikiri wangemupa muda kwa takriban kama wiki 3 baada ya kuweza kuwawini, kuwasoma na kuwajua tabia za wachezaji. Hapo anaweza kuwa anajua ni nani anapendi kutolewa, nani anapenda aingie, nani aingie substitute aende akamalizie, na nani aanze, nani yuko fair hivyo vyote vile nani. Yani kuna vitu vingi ambavyo walimu hao huwa wanaanza kuvichunguza kutoka kwa personal wachezaji individual, alafu wanakwenda as organized pattern ya team. Asante sana kocha Boniface Pawasa. Naamini tutaendelea kuwasiliana zaidi kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo yanaendelea katika soka letu la Tanzania. Kona ya 3 tutaenda kukutana na kizazi kipya sasa. Sisinyo Martin, mchambuzi ambaye yeye anajikita zaidi kwenye kile ambacho kipo katika katikati ya kiwanja, ndani ya kiwanja. Pengine anaona strengths zipi na weaknesses zipi ambazo mwalimu Romain Folz anazo, lakini yeye nafikiri atajikita zaidi kwenye kuangalia mazuri ambayo mwalimu Romain Folz ametengeneza kwenye kikosi cha Yanga. Pengine Sistinho Martin, mtazamo wako ukoje kuhusiana na aina ya uchezaji na ufundishaji wa mwalimu Romain Folz kitaalam zaidi? Pengine wewe unaliona nini kwenye kikosi cha Yanga? Karibu sana Sistinho Martin. Nipo hapa kufafanua au kutoa tathmini yangu kulingana na kocha mkuu wa Yanga. Ningependa sana kwanza tujue kwamba Romain Folz ni kocha ambaye yupo Yanga na ndo kwanza ametimiza miezi 2, na kwenye miezi 2 so far tumeona somehow kuna implementation ya kile ambacho anataka timu yake ionyeshe. Of course hakuna ile clear identity, lakini kuna sehemu ya identity kwanza. Na kwa nini hakuna clear identity? Ni kwa sababu sidhani kama tupo kwenye wakati sahihi wa kudefine au wa kujudge ipi ni clear identity yake, lakini tupo kwenye sehemu ambayo tunaweza tukaanalyze kwamba upi mwelekeo wa hiyo identity yake kwenda kuwa clear. Na ukiangalia kwenye hiyo identity ambayo anaitengeneza, utaona kuna baadhi ya elements zipo tayari. By the way, kwenye upande wa kuonesha identity yake ni ipi, binafsi mimi naamini kwamba kwa muda ambao nimemwona kwa hii miezi 2 niliomwona, naamini ni transition based coach, kwa maana kwamba kuna makocha wa namna tofauti au style tofauti au identity tofauti. Naamini kuna makocha ambao ni wale possession based coaches, kwa maana kwamba wanaamini timu yao icheze vizuri, ipasi nyingi, pasi fupi nyingi, wa dominate possession, averagely possession kwa kila mechi isome zaidi ya 60%. Lakini kiangalia kwa Romain Folz sio hivyo. Yeye ni transition based coaches, lakini yes, of course nilianza kukuelezea type ya kwanza ya makocha ni wale possession based, lakini pia kuna wale transition based, then kuna wale rational based. Yes, kwa maana kwamba kuna makocha ambao wao wanaamini timu yao inategemea zaidi mbinu chache hasa za kuzuia, then improvisation nyingi kutoka kwa wachezaji hasa wakati wa kushambulia. Nikimaanisha wale makocha kama wa Brazil, wale ambao wanaamini kwenye relationalism au functional play au dinizismo. Mfano ni ile identity ya Fernando Diniz wa Fluminense, ambaye alikuwa Fluminense na timu ya taifa Brazil. Lakini pia kuna makocha ambao ni transition based, mfano makocha wengi wa Jerumani. Ukiangalia Ralf Rangnick, of course yeye alikuwa hiyo identity alipandikiza zaidi Red Bull akiwa kama technical director na baadhi ya timu za Ujerumani. Lakini sana sana mfano mzuri wa gegenpressing au wa hizo transition based coaches ni hawa kina Jurgen Klopp. Wale ndo walionyesha vizuri kwamba wanapenda timu yao iwe vizuri kwenye kutafuta mpira. Hiyo ni moment ya kuzuia, yani wazuie kwa pressure kubwa, watengeneze chaos kwa mpinzani, wamtengenezee makosa mpinzani kwa kuzuia vizuri, kwa press vizuri, kwa shinikizo kubwa sana, wamforce atengeneze makosa, wampokonye mpira then wamshambulie kabla hajareorganize kwenye muundo wake mzuri wa kuzuia. Sasa hapo tunaita transition moment ile au offensive transition. Kwa hiyo kuna makocha ambao wapo hivyo, Jurgen Klopp ni mmoja wao. Kwa hiyo ni identity ya 3 baada ya possession based coaches, functional based coaches, lakini kuna hao transition based coaches. Kwa hiyo namweka Romain Folz kwenye sehemu ya 3, ambayo hiyo transition based
style yake nimekuja kuiona kwenye mechi zote nilizomwona. So far ni timu ambayo imezuia vizuri, lakini ni timu ambayo imefunga magoli mengi kwa transitions, kwa maana kwa zile positive transitions au offensive transitions. Yaani baada ya kupora mpira wanatumia sekunde chache sana kufanya counter attacks au zile counter movements kwenda kumwathiri mpinzani, na mfano mzuri ni mechi yao waliocheza dhidi ya Wiliete ugenini. Hata hii ya nyumbani goli walilofunga au magoli matatu walilofunga ugenini ni yale magoli ambao ni sekunde 5, ndani ya sekunde 5 hadi 10 baada ya kupora mpira wanamshambulia mpinzani kwa zile counter attacks. Kwa hiyo naweza nikamweka kwenye engo hiyo kama sehemu ya elements za identity yake ambayo anaendelea kuimplement. Bado hajaimplement fully, ndio maana tuijui, lakini as it stand mimi namuona zaidi kwenye eneo hilo. Lakini kitu cha pili ambacho kinanipeleka huko ni kwenye hizo sasa strength and weakness. Strength ni kwamba mpaka sasa hivi ameshacheza mechi nafikiri 7 kama sio 8. Mpaka sasa hivi Romain Folz hajafungwa na timu pinzani goli la aina yoyote. Kwa hiyo ina maana strength yake nzuri ni kuzuia vizuri. Of course timu yake ilifungwa goli moja na dhidi ya Rayon Sports, ilikuwa goli la kujifunga. Kwa hiyo hakutengenezewa makosa na timu pinzani akafungwa goli. Kwa hiyo naamini kuanzia hapo naanza kuipata strength yake vizuri, anazuia vipi. Then baada ya hapo nitaangalia moment ya pili. Out of possession is the best, naweza nikasema so far, kwa sababu mechi 7 kama hujaruhusu kufungwa, haijalishi timu level gani, basi uko vizuri. Lakini strength ya pili, baada ya kupora mpira au mpinzani wenu akipoteza mpira, nyinyi mna react vipi? Reaction ni sehemu mojawapo ya kudefine team. Kuna timu zikipora mpira zitataka kuendelea kupossess, kupiga pasi 1 2 3 sehemu moja au kwenye third moja ya uwanja au kwenye zone moja, lakini yeye unaona timu yake ikipora mpira ni transitions. Rejea goli alilofunga of course tunaweza kusema goli la Prince Dube dhidi ya Wiliete, Bala Conte anapora mpira then wanafanya counter attack, anaenda anafunga Dube. Lakini goli la Ekua kwenye hiyo mechi moja anapora mpira, goli la Edmund John anapora mpira Ekua na Maxi anamtengenezea Edmund John anafunga within few seconds. Lakini rejea pia goli la Aziza Ndabwile moments baada ya Pacome kupoteza mpira, ni Ndabwile of course alikuwa kwenye ile rest defense, umbo zuri lina meza hiyo ambao ilikuwa ni kama inaenda kuwa counter attack kwao, then anapora mali ana shoot. Kwa hiyo unaona within few seconds tayari washapora mpira na wamesha react na reaction yao inawapa goli. Kwa hiyo unaweza kusema hiyo ni element mojawapo ya kumdefine. Na sehemu ya tatu bora kwake naweza nikasema ni kwa sababu afungwe counter attacks, kwamba kwenye zile defensive transitions wapo vizuri au negative transition wapo vizuri, kwamba timu yao ina shape nzuri ya kumeza zile counter attacks za mpinzani. Of course wana Ndabwile mbele ya mabeki wawili, mara nyingi wako static hahami. Kwa hiyo ina maana rest defense bora, lakini wachezaji wao wana recovery run nzuri. Nimeona Pacome anarudi sana usawa mabeki, hata Max anarudi sana usawa mabeki. Kwa hiyo recovery runs ni kitu kimoja kizuri sana, wana react vizuri sana wakipora mpira, wanarudi haraka au kama sio kurudi haraka utaona wanaanza counter press hapo vizuri, then unaona reaction yao baada tena kupora mpira wanaweza wakaanza kufanya attack. Lakini kitu kingine ambacho kinanipa au kinaniambia hii ni strength kwake ni kwamba haruhusu kufungwa na Fury amescore kwa set plays, hajakuwa score, yani timu yake haija concede kwa set play. Kwa hiyo naamini kwenye moment zote ziko bora, ila moment ya in possession timu yake ikiwa na mpira inafanya nini, ndo bado anaendelea kustruggle nayo, na ndo tunajitahidi sasa kuijua style yake ya uchezaji timu inapokuwa na mpira. Lakini kwenye moments zingine zote yupo perfect, na ndio sehemu nzuri ya kufanya implementation ya mbinu. Kocha mzuri anapofanya implementation ya mbinu zake anaanza na sehemu kubwa moja, kwanza timu isiconcede goal, ambao ndio yeye kashaanza nayo, lakini kwenye moments zingine zote yuko better sana. Weakness ndio hiyo ambayo mimi bado siitem kama weakness, bali naitem kama learning process, kwa maana kwamba unaona timu yake imeanza sehemu nzuri ya ujenzi wa kikosi haifungwe magoli, lakini inaangalia namna gani inaweza kupata magoli. Inaweza kupata magoli kwenye transitions ambao ni moment yao bora, inaweza kupata magoli kwa set plays, inaweza kuconcede magoli, lakini kupata magoli kwenye open plays bado kuna namna wanapaswa kuwa bora zaidi, ambapo sasa unampa muda zaidi. Kwa hiyo naamini ni kocha wa style hiyo, few weakness lakini future naweza nikasema future yake sio mbaya. Wampe muda umhukumu.
na tunasema muda ni hakimu sahihi. Kwa hiyo nafikiri akipewa muda tunaweza tukajua style yake, weakness zake nyingi ambazo zinaweza zikamfanya hukumiwa, au strength zake nyingi zaidi ya tulizoziona ambazo zitamfanya pia aimbwe sana. Kwa hiyo nafikiri as times goes tunaweza tukajua kabisa ni kocha wa namna gani, lakini so far ni ndo kama hivyo nilivyokuelezea. Shukrani sana Hussein, all the best my friend. Maelezo hayo ya kitaalamu zaidi, na naamini watazamaji wamefurahi na kuenjoy kile ambacho umekizungumza. Nipende kutoa shukrani kwa wale wote ambao wamenisupport siku ya leo, ikiwemo kocha Boniface Pawasa, kakaangu Godelize Muro, bila kusahau Sistinho Martin, ambao wao walikuwa wageni wetu ambao nimewasiliana nao kama mlivyowasikia hivyo, wakitoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza leo. Kwa hiyo naamini kupitia Corner Kick wiki ijayo tutaweza kuzungumza mambo mengine ya kimichezo. Endelea kutufuatilia sisi Global TV Online, lakini washukuru wale wote waliofanikisha Corner Kick siku ya leo, ikiwemo mimi mwenyewe Mohamed Hussein, Kevin Dokera pamoja na Teddy ambao wako nyuma ya kamera. Wao wamefanikisha Corner Kick siku ya leo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kupitia Global TV Online. Kwaheri kwa sasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.